Naam, tunaendelea Udhurul kadhib, udhuru wa mtu muongo. Udhurul kadhib, udhuru wa mtu muongo. Katika shairi hili Imamu na Shafi'i anatuelezea ya kwamba ikitokea yule rafiki yake kipenzi wa karibu ambaye wanasaidiana katika furaha na matatizo na majanga, ikitokea rafiki yake huyo amepatwa na tatizo lolote lile, hata kama atakuwa ni mgonjwa kiasi hawezi kwenda kumpa pole rafiki yake huyo, kwenda kumliwaza rafiki yake huyo, basi atajitutumua, atajitahidi asimame aende kumpa pole na kumliwaza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ikiwa hakufanya hivyo, na hali ya kuwa rafiki yake huyo ni mwenye kumliwaza Imamu na Shafi'i katika matatizo yanayomkumba, katika majanga yanayompata, Imamu na Shafi'i atakuwa ni muongo. Kwa hiyo anaonesha kwamba yule rafiki yangu ambaye huniliwaza ninapokuwa na matatizo, hunisaidia ninapokuwa na shida, ikitokea siku amepatwa na matatizo, hata kama nitakuwa ni mgonjwa, nitatoka hivyo hivyo kwenda kumpa nini? Kumpa liwazo na yeye na kumsaidia na yeye. Kwa sababu gani? Ikiwa sijafanya hivyo nitaonekana muongo, na udhuru wa mtu muongo huwa hausikilizwi wakati wa akilini, upuuzwa. Tamam, hakadha ndio anasemaje Imamu na Shafi'i, la in ba'udat darul mu'azzi wa naba min ad-dahri yawmun wal khutubu tanubu lamashun ala bu'din ala illati al-waja adibbu wa man yaqdi al-huquqa dabubu. Anasema Imamu na Shafi'i, la in ba'udat darul mu'azzi, al-mu'azzi kwa maana yule mtu mwenye kustahiki kupewa pole, au mtu ambaye yupo katika hali ya kupewa pole na kuliwazwa. Tamam, yule mtu ambaye yupo katika hali ambayo anahitajia apewe pole na kuliwazwa. Tamam, hakadha. Nasema la in ba'udat darul mu'azzi, hata kama itakuwa iko mbali darul mu'azzi, nyumba ya yule rafiki yangu mwenye kustahiki kupewa pole na kuliwazwa, wanabahu min ad-dahri yawmun, wanabahu na yakawa yamempata min ad-dahri katika zama, yaumun matatizo ya aina yoyote yale, wal khutubu tanubu na kawaida ya matatizo huwa ni yenye kujirejea rejea, la mashyun hakika kutembea, ala bu'din, la mashyun hakika kutembea, ala bu'din kwa umbali mrefu, ala illati alwaja, ala ya pili imekuja kwa maana ya maa, imekuja kwa maana ya maa. Tamam, la mashun basi hakika kutembea, ala bu'din kwa umbali mrefu, ala illati alwaja akikusudia maa illati alwaja, pamoja na kuwa mguu wangu una maumivu, pamoja na kuwa mguu wangu una maradhi, adhibu nitaunyanyua mguu wangu huo, adhibu nitaunyanyua mguu wangu huo, wa man yaqdhi alhuquqa dabubu, wa man yaqdhi alhuquq, na siku zote yule mwenye kutekeleza haki za watu, dabubun, dabubu. Tamam, adhibu nitaunyanyua mguu wangu, wa man yaqdhi alhuquqa, na siku zote yule mwenye kutekeleza haki za watu, dabubu ni yule mwenye kwenda mbele hata ni kwa mwendo mdogo. Dabubu ni yule mwenye kwenda mbele hata ikiwa ni kwa mwendo mdogo. Tamam, hakadha. Wa man yaqdhi alhuquq, na siku zote yule mwenye kutekeleza haki za watu, dabubu ni yule mwenye kwenda mbele hata ikiwa ni kwa mwendo mdogo. Akikusudia vipi? Yule mtu mwenye kusita sita, mwenye kuwa na hali ya kujisikilizia, lakini mbona kama tumbo linaniuma, acha nimpigie simu, sitoweza kuja, atanielewa tu. Huyo sio mtu mwenye kutekeleza haki za watu, si mtu mwenye kutekeleza haki za watu.
mtu mwenye kutekeleza haki za watu ni yule mwenye kusonga mbele, asiyeangalia hali yake, asiyeisikilizia nafsi yake, akaona siwezi bwana leo, acha nipige simu tu, acha nimtume SMS tu. Huyo si mwenye kutekeleza haki za watu. Kwa sababu gani? Ikiwa mwenzako wewe anakuja kukutembelea katika matatizo, lakini yeye akipatwa na matatizo, wewe unajisikilizia nafsi yako na kuiangalia hali yako kwanza, na ikitokea haukuenda, basi wewe unakuwa nini? Haujamtekelezea haki yake. Na nasema la mashun, hakika kutembea, ala bu'din, kwa umbali mrefu, ala illati alwaja, pamoja na kuwa mguu wangu una matatizo, una maradhi, adhibu, nitaunyanyua mguu wangu. Wa man yaqdi alhuquqa dabubu, wa man yaqdi alhuquqa, na siku zote yule mwenye kutekeleza haki za watu, dabubu, ni yule mwenye kusonga mbele, ni yule mwenye kwenda mbele hata kwa mwendo mdogo. Akaendelea kusema aladhu wa ahla, akimaanisha wadhalika aladhu, na hilo jambo la kutekeleza haki za wengine baada ya wao pia kuwa ni wenye kunitekelezea mimi haki zangu. Aladhu, aladhu hapa ni khabarul mubtada'i, ameondoshwa mubtada wake ambaye ni dhalika. Tamam, hakadha. Kwa hiyo aladhu wa ahla akimaanisha wadhalika, na hilo jambo la kutekeleza haki za watu baada ya kuwa hao watu na wao ni wenye kunitekelezea mimi haki yangu. Aladhu ni jambo lenye ladha mno, wa ahla, na ni jambo tamu mno kwangu mimi. Tamam? Aladhu, jambo hilo ni lenye ladha kubwa mno kwangu mimi, wa ahla, na ni tamu kubwa na ni tamu sana Kwa wadhalika, na jambo hilo la kutekeleza haki za watu baada ya wao kuwa ni wenye kunitekelezea mimi haki yangu. Aladhu ni jambo lenye ladha mno kwangu mimi, wa ahla, na ni jambo tamu mno kwangu mimi, mimma qalin, kuliko yale maneno ya udhuru ambayo. Tamam? Kuna tanwini hapo. Mimma qalin, kuliko yale maneno ya udhuru nitakayoyatoa. Tamam, hakadha. Mimma qalin, kuliko yale maneno ya udhuru nitakayoyatoa. Wa khalfahu, na hali ya kuwa nyuma ya maneno hayo. Yuqalu, kunasemwa, idha ma qumta, kwa kuwa haukunyanyua mguu wako, anta kadhubu, wewe ni muongo. Tamam, wewe ni muongo. Anaonesha Imamu Shafi'i kwamba yeye nafsi yake huwa inajisikia vizuri na huwa inajisikia faraja mno kuwatekelezea haki wale wenye kumtekelezea haki yake. Wale ambao wakiwa na matatizo wanamuelekea, akiwa na majanga wanamuelekea, akiwa na mawazo wakienda kumliwaza, basi na yeye kuwafanyia hivyo ni jambo ambalo linamfurahisha na linampa faraja, kuliko yale maneno ya udhuru ambayo atayatoa, kisha baada ya kuyatoa hayo maneno aambiwe kwa kuwa haukuchukua ijtihadi yoyote, basi wewe ni muongo. Hilo jambo linamuumiza mno. Tamam? Ndio akasema aladhu, kwa maana wadhalika, na hilo la kutekeleza haki za wenzangu baada ya wao kuwa ni wenye kunitekelezea haki yangu. Aladhu ni jambo lenye ladha mno kwangu mimi, wa ahla, na ni jambo tamu mno kwangu mimi, min maqalin, kuliko yale maneno ya udhuru nitakayoyatoa. Wa khalfahu, na nyuma ya maneno hayo. Yuqalu, pasemwe, idha ma kunta, ikiwa haukujaribu kuunyanyua hata mguu wako. Idha ma kumta, ikiwa haukujaribu hata kuunyanyua mguu wako, anta kadhubu, basi wewe ni muongo. Tamam? Baada ya hapo akaja kusema, wa hal ahadun yusghi ila udhri kadhibin idha qala lam ta'bal maqala qulubu, akusudia wala mtusaddiq. Tamam, hakadha. Wa hal ahadun, naje kuna yoyote ambaye, wa hal ahadun, naje kuna mtu yoyote ambaye, yusghi, anaye usikiliza na kuutia akilini. Yusghi tunaambiwa kupulika wa hal ahadun, naje kuna mtu yoyote ambaye yusghi, anausikiliza na kuutia akilini, ila udhri kadhibin, udhuru wa mtu muongo. Hakuna. Kwa maana hakuna. Kisha akaeleza, tamam,
ile hali ambayo mtu muongo anatoa udhuru na hali ya wale watu ambao wanayapokea ile maneno ya uongo. Akasema idha qala, kusudia idha qala alkadhibu, anapotoa udhuru wa uongo yule mtu muongo, lam ta'bal maqala qulubu wa lam tusaddiq. Lam ta'bal maqala qulubu, wale watu wanaomsikiliza hawayapingi maneno yake, lakini walam tusaddiq, na wala hawayasadikishi, kwa maana wanampuuza. Au mwambie usiseme bwana wewe muongo, wanamwacha azungumze atoe uongo wake, lakini baada ya hapo wanayapuuza. Tamam. Wasema idha qala alkadhibu, atakapozungumza mtu muongo, lam ta'bal maqala qulub, wale wanaomsikiliza, qulub kwa maana wale wanaomsikiliza. Tamam. Wale wanaomsikiliza hawayakatai maneno, lakini pia hawayasadikishi, kwa maana wanayapuuza. Tamam. Hakadha.